Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Tumesikia katika historia yake fadhila nyingi sana. Fadhila nyingi sana. Fadhila ya unyenyekevu, fadhila ya uvumilivu, fadhila ya kujitoa sadaka, fadhila ya upendo. Huyu mtakatifu alikuwa naye. Na hata katika somo la Injili tumesikia Injili kwamba nani anastahili kuingia mbinguni. Kumbe anastahili kuingia mbinguni ni yule ambaye ni mtumishi, anayetumika, sio yule anayejifanya bosi, anayetumikiwa. Ni yule anayetumika, mtumishi anayetumika. Tumeona pia familia yake, watoto 9, watoto 5 wameingia utawani, wako kanisani. Watoto 4 wamebaki walei, 5 wako kanisani. Lakini tunaambia wazazi wake walikuwa wacha Mungu. Wacha Mungu ni muhimu sana katika malezi. Ni muhimu sana katika malezi wazazi kuwa wacha Mungu. Wazazi kuwa wacha Mungu. Wazazi wanapokuwa wacha Mungu katika familia ni akiba ya watoto wao katika kumwongokea Mwenyezi Mungu. Wazazi wanapokuwa wacha Mungu ni hazina kubwa sana kwa ajili ya watoto wao. Tumeona ni hazina kubwa sana kwa ajili ya watoto wao. Ni nguvu ya kulinda watoto wao wazazi wanapokuwa wacha Mungu. Tunaona kwamba hawa watoto 9 na Teresia akiwa mtoto wa mwisho wamelelewa vizuri katika mazingira ya sala. Watoto walisali na wazazi wao sala za asubuhi, jioni, mchana na usiku. Hayo yote, na kulikuwa na msalaba katika nyumba yao. Msalaba kwa mara wanaposali, kumbe walikuwa wanaelekea msalaba wakisali. Tayari hiyo ni hazina kwa watoto katika malezi. Sala ina nguvu. Msalaba. Hata sisi tunafundishwa tunaposali kwenye familia zetu. Je, kuna msalaba uliobarikiwa? Familia hii inatufundisha kila familia wawe na msalaba. Unasalije nyumbani? Una msalaba? Unasalije? Na kanisa ni mbali, una ekaristi takatifu. Unasalije una hata msalaba? Una msalaba ambao Kristo alitundikwa pale kwenye msalaba huo. Familia hii inatufundisha, familia Lui, kwamba tuwe na msalaba tunaposali. Msalaba ni nguvu ya Kristo. Ni nguvu ya Kristo. Lakini tunaambiwa wazazi wake, hasa baba, alikuwa anawatembeza watoto wake huko mitaani, kijijini. Wakimwona maskini wanampa mtoto wa mwisho Teresia, anaenda anampa maskini. Haya ni malezi kwamba watoto wanafundishwa utoaji, wanafundishwa ukarimu. Na wanapofika kanisani, wanaingia kanisani, wanaenda moja kwa moja mbele ya ekaristi. Wanafunzi, watoto wanafundishwa thamani ya ekaristi katika maisha yao, katika malezi yao. Na tunaambiwa baadaye baba alifariki mapema sana. Mama alifariki mapema sana, akiwa mdogo sana Teresia. Na watoto wakabaki kulelewa na baba na dada zake. Lakini baadaye tunaambia Teresia alivutwa na dada zake akiwa bado mdogo, miaka 14, na yeye akatamani kuwa sister. Alipoenda akaonekana mdogo, lakini mwisho tunaambiwa alipata kibali kutoka kwa Baba Mtakatifu, akawa sister. Lakini mwisho tunaambiwa alikuwa mnyenyekevu sana. Na unyenyekevu ndio silaha kubwa sana ya kuvuta watu.
Unyenyekevu ni silaha kubwa sana ya kuvuta marafiki kuja kwako. Ni kitu cha thamani sana unyenyekevu. Kwa hiyo mama huyu sister alikuwa mnyenyekevu, akajiweka mikononi mwa mtoto Yesu, kwamba mtoto Yesu ndio mlinzi wangu. Ndio mlinzi wangu. Tunaambiwa alipatwa na maradhi kwa sababu mtoto huyo alikuwa ni mama wa sala. Mama Bikira Maria akamponya kwa njia za ajabu. Kwa maombezi ya mama Bikira Maria akaponywa kwa njia za ajabu. Lakini mwishoni kabisa tunaambiwa akapatwa na ugonjwa wa kifua kikuu. Akawa basi anakoa damu. Lakini Teresia hakulalamika. Alikuwa mnyofu na mpole. Na mpole. Aliendelea kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na mwisho basi akafa. Akawa mtakatifu. Yeye mwenyewe anatuambia kwamba kitu kinachomuumiza Yesu na kutuonyesha madonda yake ni mwanadamu kushindwa kujiweka mikononi kwa Mungu. Tunashindwa kujiweka mikononi kwa Mwenyezi Mungu. Tunashindwa. Kwa nini? Kwa sababu hatusali. Kumbe siku ya leo tunapomwenzi Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, bikira na mwalimu wa kanisa, sisi wanakwaya tunafundishwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni muhimu sana kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwamba tunakushukuru Mungu kwa sababu Teresia anatuombea. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Mtakatifu Teresia. Tunakushukuru sana. Kwanza anatuombea. Bado tunamwabudu mwanao. Bado tunakusifu kwa nyimbo zetu. Tunakutukuza kwa nyimbo zetu. Tunasali mara 2 kuombea dunia. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia tunajifunza kutokana na Mtakatifu Teresia mtoto Yesu. Tunajifunza. Tayari hapa ni kundi. Kama nilivyosema, uchamungu wa familia wa wazazi ni msingi katika malezi. Uchamungu wa wazazi ni msingi katika malezi. Wazazi wanapokosa uchamungu, hata watoto wanayumba kiimani. Fikiria mtoto mwanzoni alikuwa mkaidi, tumesikia. Teresia alikuwa mkaidi. Alipokuwa alikuwa mkaidi na mwenye kiburi. Na kwa nini baadaye polepole akabadilika? Kwa sababu wazazi walishamwekea hazina. Kwa hiyo mtoto ana taswira ile, anarudi tena nyumbani. Ule uchamungu wa wazazi unarudi tena unamgusa. Kwamba Teresia, kumbuka historia ya wazazi wako. Wazazi wako walikuwa ni wachamungu. Na Mungu akaongea, Teresia, rudi tena kwenye familia. Usiwauzi wazazi wako, wachamungu kweli. Kumbe huu uchamungu wa wazazi ilikuwa hazina kwa mtoto kubadilika. Polepole mtoto akabadilika na akawa sister. Kumbe uchamungu wa wazazi ni muhimu sana katika malezi. Wazazi wasipokuwa wachamungu, watoto wanayumba kiimani. Wanakosa mwelekeo. Sasa tunarudi sisi. Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu. Sisi wanakwaya tunajifunza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi ambayo Mwenyezi Mungu ametutendea katika maisha yetu, katika kumwombea Mwenyezi Mungu. Hatujagombana kwenye kwaya. Hata kama tuligombana ni vitu vya kawaida kugombana. Ni kawaida. Lakini hafikia hatua kwamba mpaka tunaparangana, tunaachana. Kuanzia leo siimbi.
Sasa unaacha kuimba, unamwimbia mwanadamu. Umwimbii mwanadamu, unamwimbia Mungu. Na ndio maana tunamshukuru Mungu. Lakini pia tunajifunza. Tunajifunza kwa sister huyu Teresia mtoto Yesu. Tunajifunza kwanza ukarimu. Ukarimu. Ndugu zangu wanakwaya, kazi utume mliochagua ni utume mzuri sana. Lakini utume wenye sadaka. Mama huyu sister alikuwa alijitoa sadaka. Alikuwa mkarimu. Na ukarimu unahitaji sadaka. Kumbe siku ya leo mjifunze kwa sister huyu ukarimu. Muwe wakarimu. Na ndio maana mmekaa mbele wala sio nyuma. Kwa nini amkae nyuma? Kwa nini amkae nyuma mnakaa mbele wanakwaya? Kwa sababu nyinyi ni mfano wa kuigwa. Baada ya padri, hapa sisi ni kioo cha kuangaliwa. Na ndio maana kuna padri pale anaangaliwa, kuna katekista hapa anaangaliwa, kuna wanakwaya wanaangaliwa. Makundi haya matatu naangaliwa. Kwamba wanakuwa nyinyi kioo. Mkiwa wachoyo, hata waumini wanaobaki watakuwa wachoyo. Watakuwa wachoyo. Huyu mama alikuwa mkarimu. Jinsi alipofundishwa na baba yake na mama yake kupewa fedha na kusaidia maskini, hivyo maisha yake yakaendelea. Kumbe tunapomwimbia Mungu hapa, tuko shuleni. Tunajifunza. Tunajifunza. Tuna historia tofauti, tuna historia tofauti ya malezi. Wengine walilelewa na bibi, pengine ni wanakwaya wako hapa. Wengine walilelewa na wazazi, lakini basi wavivu kwenda kanisani toka mwanzo, tumejilea. Sasa tumefika hapa tufundishane, tusaidiane. Wewe ambaye basi historia umelelewa na bibi, acha kudekadeka. Umelelewa na bibi, acha kudekadeka. Upo wewe ni askari kamili wa Yesu. Sasa jifunze kwa wenzako. Jifunze wema, usijifunze mabaya. Jifunze wema, uweze kumtumikia Mungu kwa uchaji, uweze kumtumikia na mwanadamu kwa uchaji. Jifunze. Ukarimu. Tusio wachoyo, tuwe wakarimu kama sister huyu mtawa huyu Teresia mtoto Yesu. Maana mengine hapa sijaona. Ndio mara nyingi kama nilivyosema tumekaa mbele tu, sisi ni kioo kwa ajili ya wengine wajifunze kutoka kwetu. Lakini mara nyingi mnakuta wanakwaya kwanza ni wachoyo. Na ushukuruni kwaya hii ya Mtakatifu Teresia mtoto Yesu, mko vizuri. Naomba tuwashangilie wana. Mnapomwimbia Mwenyezi Mungu pia mnatakiwa kuimba ni. Mwingine anasema unaweza mtu anaongea. Hata kufanya usafi. Niliwahi kukuta hapa siku moja mfanya usafi. Kwa mfano kufanya usafi. Kipindi cha Pasaka, iwe Christmas. Sehemu nyingine mtu ananiambia niimbe au tena nifanye usafi. Unaona sasa kwa eti niimbe au tena nifanye usafi. Huo si unyenyekevu. Huo ni ujinga, unahitaji kuelimishwa.